Waumini wa dini ya Kiislamu hususan vijana wametakiwa kuendeleza na kuzingatia nidhamu, usikivu na maadili mema sambamba na kushirikiana na wazazi pamoja na walimu wa madrasa ili kujenga kizazi chenye hofu ya Mwenyezi Mungu na chenye mchango katika maendeleo ya jamii. Wito huo umetolewa na Mheshimiwa Shadia Haji Omar Khair, mbunge wa viti maalum kupitia Umoja wa Wanawake wa Tanzania mkoa wa Kaskazini Unguja, katika maadhimisho ya Maulidi ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaliyofanyika katika Madrasatul Hidayatul Janna Bumbwini mkoa wa Kaskazini Unguja. Amesema malezi bora huanzwa nyumbani na kuimarishwa chuoni, hivyo ushirikiano kati ya wazazi na walimu ni nguzo muhimu ya kuwalea watoto katika misingi sahihi ya dini na maadili. Niendelee na kusisitiza kama ninavyofanya kawaida yangu, elimu yetu hii ya dini ndio elimu ambayo imetufungua macho na itaendelea kutufungua macho, lakini ndio elimu ambayo itatuonesha njia nzuri na njia sahihi ya kupita, hasa kwa nyinyi watoto wetu ambao mnakuwa. Naendelea kusisitiza utulivu, usikivu, lakini pia nidhamu kuanzia ngazi ya nyumbani, familia, kwa walimu wote wa kadamini, wa elimu ya dunia na elimu ya akhera. Lakini pia naendelea kusisitiza nidhamu baina yenu watoto wetu wazuri. Tunasisitiza nidhamu kwa sababu tunakoendea sasa hivi maisha yamebadilika. Maisha yetu ya sasa hivi yameingiwa na kitu kinaitwa utandawazi, na bahati mbaya sana watoto wetu utandawazi umewachukua kiasi. Kwa hiyo tunasisitizana kila tukikutana katika hafla kama hizi, tunasisitizana kwanza nidhamu baina yenu watoto na watoto mnapokuwa katika mazingira ya nyumbani, lakini mnapokuwa katika mazingira ya shuleni, hata mnapokuwa katika mazingira ya madrasani. Tunasisitiza sana nidhamu, na ikitokea kwenu nyie watoto kuna mmoja anaonesha ishara mbaya, basi msikae kimya. Haraka mkimbilie sehemu husika, sehemu ambayo uwe mtoto itakufanya uwe na amani kwenda kutoa habari kwamba jamani, nahisi kuna mwenzangu ana nyendo fulani si nzuri. Mkinyamaza maana yake yeye atapotea na nyie mtapotea. Lakini mkisema mapema, tutamuwahi, tutambadilisha yeye na nyie tutakuwa tumewalinda. Lakini wazazi pia niendelee kuwasisitiza ushirikiano wenu na walimu wa madrasa. Tunapata malalamiko mawili matatu kwamba elimu hii haina ushirikiano mkubwa na wazazi kuliko elimu ya shule. Hatusemi kwamba shule msitoe ushirikiano, lakini hasa na elimu hii pia mnatakiwa mtoe mashirikiano makubwa. Hawa walimu wana jukumu kubwa. Walimu hawa hatuwalipi, lakini wamejitolea kwa ajili ya Allah. Tuwape nguvu, tushirikiane nao, panapo 500, panapo 100, kwa unyonge wetu. Kama hakuna kabisa, basi kwa mashauri tuwafike kwa ajili ya kesho ya watoto wetu. Awali akisoma risala, ndugu Juma Hajabu amesema taasisi hiyo inakabiliwa na changamoto mbalimbali zikiwemo ukosefu wa vyoo pamoja na upungufu wa vifaa vya kujifunzia na kufundishia. Ameiomba serikali na wadau mbalimbali kusaidia ili kutatua changamoto hizo ili kuboresha mazingira ya utoaji wa elimu ya dini ya Kiislamu. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na mafanikio hayo, madrasa yetu bado inakabiliwa na changamoto mbalimbali zikiwemo ukosefu wa vyoo vya kutosha kwa walimu na wanafunzi, uhitaji wa ukarabati wa jengo la madrasa kutokana na uchakavu, upungufu wa vitabu vya Qur'ani tukufu, vitabu vya dini na vifaa vya kufundishia, upungufu wa maji safi kwa matumizi ya wanafunzi kwa ajili ya udhu, upungufu wa umeme au miundombinu bora ya mwanga kwa vipindi vya jioni, mahitaji ya kuwasaidia walimu kwa vifaa vya kazi za kila siku za madrasa. Kwa heshima kubwa, tunaomba Mheshimiwa mgeni rasmi pamoja na watu wote wenye mapenzi mema ya Kiislamu mtuunge mkono kwa hali na mali ili changamoto hizi zipatiwe ufumbuzi. Kwa upande wake mwalimu mkuu wa Madrasatul Hidayatul Janna
Mwalimu Abdallah Haji Khatib amesema elimu zote zina nafasi muhimu katika maisha ya dunia na kesho akhera. Aidha, ameiomba Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuwajumuisha walimu wa madrasa katika fursa ya ibada ya hija, akieleza kuwa hatua hiyo itakuwa ni kuthamini mchango wao katika kuendeleza elimu ya dini ya Kiislamu. Wazazi kwa kweli washirikiane pamoja na walimu na serikali vile vile, leo itoe mkono kidogo kwa walimu, maana hali zao ni ngumu. Sema siku unaenda kulima kwa mwalimu anapata udogo, lakini sasa wakati ushakuwa mwingine hali ngumu, mwalimu kachuoni mara zote peke inakuwa ngumu, lazima ipite hii. Walimu wa madrasa mara nyingi hatupati kwenda kuhijimaka. Kwa hivyo serikali hii tuangalie, na sisi tunataka tukamdhuru Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunatamani hivi ikitoka fursa na sisi tuonekane. Kweli niwape hamasa vijana wenzangu, tuache hamasa za kidunia, tuache hamasa za mitaani, tuache kujishirikisha katika makundi maovu, tuache kujishughulisha katika vikundi visivyo na maadili mema, tuweze kujishughulisha katika madrasa zetu ili kuzijenga madrasa zetu katika uadilifu na katika tabia zetu njema za Kizanzibari. Hiyo ni tabia ambayo, na hiyo ni fursa ambayo nawapa vijana ambao wenye kama wapango mema.